Tumejaliwa sote kumpata Mungu, lakini kuna njia ambazo lazima uzifanyie mabadiliko. Sema haleluya kama unanielewa polepole. Uzifanyie mabadiliko, yani kuondokana na hali ile ambayo wewe unaiona ni njia ambayo inaweza kufanya ufikie Mungu. Ukishaanza kuondokana nayo, utaanza kutafuta njia sasa ambayo itakupa wewe umfikie Mungu. Unajua kuishi ukweli ni mazingatio ya kutokukubali uongo utawale roho yako, kwa sababu uongo unaharibu mifumo yako ya kufikiri katika kweli. Mtu akikukurupusa tu wewe, kwa sababu ushazoea kwenye moyo wako umeweka uongo, unaweza ukawa unaongea uongo tu. Ukweli unaweza kuwa mmoja na wenyewe usiaminike, kwa sababu uongo ukiwa mwingi, ukweli hauaminiki hata kama utaongea ukweli, kwa sababu tayari ulimi wako ulizoea uongo. Kwa uongo unaweza kuchafua ulimi wenye kweli. Sasa penye kweli Mungu ndipo hapo anapopatikana, na anajua ukiongea utakuwa umeongea kweli, na atasikia maneno yako yenye kweli kwa ajili ya kukupatia haki yako. Kwa kuna ile hali ya kuongea ukweli. Mtu mwingine anahisi kweli unatakiwa ongea kwenye makubwa tu. Kweli ongea hata kwenye madogo, ingawa ukweli mara nyingi wengi wanauchukia, lakini ni bora wachukie, lakini ukiwa tayari unaongea kweli. Haleluya! Kwa sababu kweli haina mwisho. Kweli inaishi vizazi na vizazi, lakini uongo haina nguvu ya kuishi siku nyingi. Ina mahali inajulikana, inafikia muda inaharibu hata sifa yako ya muonekano, na jina lako linaanza kuonekana kwamba yule mbona ni muongo.